Karibu Tabora, karibu Toronto. Mwaka 1960 Januari 27 siku ya Jumamosi alizaliwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Tumekubaliana kwamba tushiriki kwa pamoja kumuunga mkono rais wetu. Tunakumbuka siku yake ya kuzaliwa, lakini tunafanya swala la utunzaji wa mazingira. Januari 27, 2026, Bodi ya Tumbaku Kanda ya Magharibi Tabora kwa kushirikiana na Ofisi ya Mrajisi Msaidizi wa Vyama vya Ushirika, taasisi za kifedha, kampuni za ununuzi wa tumbaku, wakandarasi wa vitalu vya upandaji wa miti pamoja na taasisi za elimu wakiongozwa na Mkuu wa Wilaya ya Tabora Upendo Wela wanakumbuka siku hii kwa kupanda miti ya kivuli zaidi ya 300 katika shule ya msingi Hengele na shamba la miti Itonjanda Amkosi, Manispaa ya Tabora. Hauwezi ukalima zao la tumbaku bila ya kupanda miti. Vile vile kwa maana ya Bodi ya Tumbaku, lakini kwa maana ya hata sisi Tume ya Maendeleo ya Shirika Tanzania kwenye vipaumbele 8. Kipaumbele cha swala la utunzaji wa kipaumbele namba 8 cha Tume ya Maendeleo ya Ushirika wa wananchi, wanachama na wakulima wote kwenye zao la tumbaku waendelee kupanda miti. Vyama vya ushirika kwenye kila wilaya tumetoa maelekezo kwenye maeneo yao wafanye zoezi kama hili ambalo linafanyika, ikiwa ni kuelekea kwenye tamasha hilo kubwa la mwezi wa pili ambalo nalo linaendelea kutia chachu kwenye uhamasishaji wa upandaji wa miti. Sostenes Kikwele, kaimu meneja Bodi ya Tumbaku Kanda ya Magharibi Tabora, anaeleza mkakati mkubwa walionao kupitia tamasha litakalofanyika Februari 2026 likiangazia kwa mapana swala la utunzaji wa mazingira, mapambano dhidi ya utumikishwaji wa watoto mashambani, ubora na usafi wa tumbaku sokoni pamoja na wahamiaji wanaotumika kama nguvu kazi katika kilimo cha tumbaku. Tulikubaliana kwa pamoja kwamba ni vizuri tuwe na tukio la pamoja kwa ajili ya kuhamasisha mambo ambayo yanaleta changamoto kwa zao letu la tumbaku. Tanzania tumeridhia mikataba ya kimataifa kuhakikisha kwamba tunapanda miti ili kuweza kulinda mazingira. Kwa hiyo tukakubaliana kama sekta kwamba tuwe na tukio ambalo tunategemea kulifanya mwezi wa pili ambao ni unaofuata. Yale yote ambayo tumeridhia kama nchi, ikiwemo utunzaji wa mazingira, tutakuwa na siku ya kwa pamoja kuhamasisha kupunguza utumikishwaji wa watoto. Lakini pia kuna changamoto kubwa ambayo tuliigundua ni wakati wa masoko, tunasema ngurai wanachanganya vitu ambavyo sio tumbaku. Tutakuwa tunahamasisha na kuelimisha watu waache kufunga ngurai ili tumbaku yetu iwe na sura nzuri na taswira nzuri kwenye masoko ya kimataifa. Ni vizuri pia tukaelimisha watu kuhusu mambo ya uhamiaji. Zao la tumbaku linahitaji nguvu kazi, na wakati mwingine nguvu kazi imekuwa ikipatikana kutoka kwa vijana watoka nje ya nchi, wanahitaji kufuata utaratibu wa uhamiaji. Kwa hiyo katika siku hiyo, wakati tunahamasisha hayo, jambo hilo pia tutaliongelea. Ni dhahiri kuwa miti hii itatunzwa vyema na kuwa kielelezo bora kupitia rasilimali fedha, muda na watu waliokusanyika leo mahali hapa kwa ajili ya upandaji wa miti. Njia tutakayotumia, kwa sababu wanafunzi wenyewe wanajua, kila siku tunajifunza mazingira yetu hapa, wanayatunza vizuri, wameshajifunza jinsi ya kutunza mazingira. Utakuwa ni wajibu wao na wao wanajua kwa ni wajibu wao kutunza mazingira ya shule. Katibu wa Itikadi na Uenezi CCM Mkoa wa Tabora, Idi Moshi, kwa niaba ya wakandarasi wa vitalu vya miti hapa anapaza sauti masikioni mwa watu hawa kuhakikisha swala la kupanda miti na kuitunza halipuuzwi na kuachiwa watu fulani pekee.
Changamoto ambayo imekuwa ikijitokeza, lazima kama serikali kupitia vyama vyetu vya ushirika, lakini ofisi za ushirika katika halmashauri zetu zote zisisitize wananchi kwenda kupanda miti. Ni jambo ambalo kimsingi tumekuwa tukikumbana nalo. Unaingia mkataba mwaka huu wa kuotesha miti 40,000 au 100,000. Mwakani unapopata kandarasi katika chama hicho hicho, unakwenda kufyeka ile miti ambayo ulipanda mwaka jana, unaenda kuotesha mwaka huu. Huo ndio umekuwa utamaduni wa wananchi wetu. Tuendelee kutoa elimu, lakini kuwasisitiza kwamba jambo hili kwanza tunalifanya kwa kuchukua fedha zao. Waone kwamba sisi hatupo kwa ajili ya kuchukua fedha tu, bali tunahitaji pia kuhakikisha kwamba tunaifanya Tanzania yetu na tasnia ya tumbaku kuendelea kuimarika kwa vizazi vya sasa na hata vizazi vya baadaye. Kwa mujibu wa ilani ya Chama cha Mapinduzi CCM 2025-30, Tanzania inatarajia kuzalisha zaidi ya kilo milioni 300 za tumbaku, ambapo kati ya hizo asilimia 60 mpaka 70 inatarajiwa kuzalishwa kutoka mkoani Tabora. Mkuu wa wilaya ya Tabora Upendo Wela hapa anawataka wanachama wa vyama vya ushirika kuona uchungu kwa fedha wanazozitoa kwa ajili ya uoteshaji na ukuzaji wa miti hii. Kila mtu anahamasishwa kuotesha mti japo mmoja hata kwenye mazingira yako unayoishi. Kwa hivyo sisi tumeungana hapa, na kwa hapa ni wapongeze wenzetu wa ushirika. Utunzaji wa mazingira ni jambo endelevu, si ndio jamani? Pamoja na kwamba ndio tukapata teknolojia mpya ya ukaushaji wa tumbaku, tusikate miti, lakini bado upandaji wa miti unatakiwa uendelee, kwa sababu tunayo dhamana ya kuendelea kutunza mazingira. Lakini kubwa sana kuliko yote ni kwamba tuoteshe na tuitunze iweze kukua. Tukifanya hii kazi ya kuotesha miti, tusipoitunza tunakuwa kwanza tumepoteza fedha. Yaani uone uchungu kama ni fedha yako mwenyewe ambayo imekatwa kutoka kwako. Sasa ili ukiona uchungu kesho uende ukaoteshe huo mti, kwa sababu ukiotesha ndio ile dhana nzima ya thamani ya ile fedha uliyoitoa itaonekana. Lakini ukienda kutelekeza, maana yake hatutakuwa tumefikia malengo. Tutakuwa tu tumekata miti huko mapolini, lakini ya kurudishia hatujafanya kazi hiyo. Kwa hiyo mimi niwaombe sana kupitia siku hii ya leo ambayo tunafanya uhamasishaji huu, muone kwamba hiyo dhamana ni ya kwenu. Karibu Tabora, karibu Toronto.